Yapi unaona ni matarajio ya wanasimba kwa kocha Steve Barker ambaye sasa ndio head coach wa mnyama? Ni kocha ambaye kama unamweka kwenye upande wa madaraja hajafika kwenye daraja fulani, lakini alishavuka daraja fulani. Kwa maana nyepesi ni kwamba Simba amempata kocha ambaye yupo katika daraja la kati. Ndio. Ni daraja la kati kwa maana unapokuja kumpima kwenye kipengele cha mafanikio bado hajafanikiwa ukilinganisha na makocha wengine ambao wako katika ligi ya NBC Premier League. Kwamba kuwafikia mafanikio yao, mfano kocha mkuu wa Azam FC Florent Ibenge, ukienda kuangalia pia kocha mkuu wa Young Africans Pedro Gonçalves, ukienda kuangalia kocha mkuu wa Singida Black Star kwa maana ya Miguel Gamondi, lakini pia ukienda kuangalia kocha ambaye wanaye sasa hivi TRA kwa maana ya Etienne Ndairagiji. Ni baadhi ya makocha ambao wapo kwenye NBC ambao wanaonekana kimafanikio wamefanikiwa kwa maana ya kuchukua vikombe vingi kwa idadi kuliko ambavyo kocha mkuu wa Simba Steven Barker amechukua mpaka sasa hivi. Lakini hii huenda kuna sababu maalum ambazo zilipelekea hichi kitu kikatokea, kwamba yeye kashindwa kuchukua vikombe vingi sawa na hao walivyochukua. Zipo kesi ambazo zinaelekea kufanana na za makocha wenzake, lakini zipo ambazo zinatofautiana. Unajua siku zote timu ambayo iko kwenye daraja la chini kabisa ama daraja la kati huwa ni ngumu sana kuiona ikienda kugombania ubingwa na kushinda ule ubingwa, kwa sababu mara nyingi ubingwa upo kwa zile timu ambazo zimeandaliwa kimkakati, timu ambazo zina uwekezaji mkubwa, timu ambazo zinamiliki wachezaji wenye ubora mkubwa. Na benchi bora la ufundi ndo huwa linachagiza, linakuwa kama chagizo la mwisho ambalo linapelekea ile timu iweze kushinda vikombe. Ukiangalia University of Pretoria kwa maana ya timu ya chuo kikuu cha Pretoria ndo alianzia kazi Steve Barker kama coach. Akatoka pale akaifundisha Amazon. Ametoka pale kawafundisha Stellenbosch. Ukiangalia hizi timu tatu ambazo kazifundisha kwa umoja wake, sio timu ambazo zipo kwenye ule muktadha wa kushindania vikombe. Kwa maana ukiangalia kwenye mpira wa Afrika Kusini, ipo timu kama Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, TX Galaxy, Chippa, SuperSport United na nyingine ambazo zote zinaonekana kwa profile, kwa historia, kwa uwezo wa kumiliki wachezaji wenye ubora mkubwa wanazidi hizi timu zote mbili ambazo kazifundisha, kwa maana ambazo alizifundisha akiwa ligi kuu Afrika Kusini. Ukiwatoa hawa Stellenbosch ambao baada ya mabadiliko ya kiuendeshaji ndo wakaja kupata mfadhili mpya ambaye alikuja kufanya huu usajili mkubwa ambao unauona, wakina Oswin Poris, William Lesiba Nkuu akiwa anatokea kule Jwaneng Galaxy akaenda TX Galaxy akaja kucheza Stellenbosch. Beki namba 3 ambaye wamemuuza sasa hivi Mamelodi Sundowns. Badase unakuja kuangalia wakina Ashel Kupido wanakuja kwenye kikosi, ni kwa sababu ya yale maboresho ambayo yalikuja kufanyika. Lakini kabla ya hapo Stellenbosch haikuwa timu ambayo ilikuwa inatazamiwa kushinda vikombe, lakini akiwa na Stellenbosch alishinda kombe la Carling Cup kwa maana ile Carling Knockout Cup pale Afrika Kusini. Afrika Kusini wana mfumo wao wa kimashindano, wanao mashindano matatu. Iko MTN 8 ambao ni sawa na kombe la FA kwa upande wa Tanzania, lakini wana ile PSL ambao ni ligi kuu sawa na NBC Premier League kwa upande wa Tanzania, lakini wana ile Carling Knockout Cup ambayo sasa hii huwa inazihusisha hata timu ambazo zinacheza madaraja ya chini kuanzia daraja la 3, la pili na la kwanza ambao ni Premier. Wote wanashiriki kwenye lile shindano na bingwa anaweza kupatikana. Steve Barker ameweza kuchukua ubingwa wa hilo shindano akiwa na Stellenbosch. Alimaliza nafasi ya 3 kwenye msimamo wa PSL kwa maana ya ligi kuu ya Afrika Kusini. Ameipeleka Stellenbosch mpaka hatua ya nusu finali akapoteza mbele ya Simba Sports Club. Hii inakuonyesha chembe zake za ubora kwenye ufundishaji na namna ambavyo anaweza akaweka vitu kwenye vichwa vya wachezaji na akaweza kukopi na situation za mchezo na akaweza kudeliver kiwanjani. Kwa ukiacha ile historia yake na profile yake kwa namna kwamba hajafanikiwa sana kwa kwenye upande wa kuchukua makombe, unakuja kuangalia alikuwa anazifundisha timu gani ambazo sasa ndo zinaonekana kwamba huenda ndo ilikuwa changamoto ya kumfanya yeye asiweze kuyafikia hayo mafanikio ya kuchukua titles nyingi. FM kutoka Dar es Salaam.